Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba alizungumzia kuhusiana na sakata na madai ya serikali ya Tanzania kuuza hifadhi ya dhahabu iliyopo ili kufadhili miradi mbalimbali ya serikali, kitu ambacho pia Benki Kuu ya Tanzania siku ya jana waliibuka na kukanusha taarifa hizo na kusema kwamba serikali haiuzi akiba yake ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali ya serikali. Hata hivyo, moja kati ya kauli ambazo alizungumza siku ya jana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alisema wanadhani nchi haina fedha, inataka kuuza dhahabu ili kuendesha miradi. Katika kauli yake hiyo, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ameibuka na kujibu kauli hiyo ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, huku akisema kama fedha mnayo, hiyo gold reserve mnauza ya nini? Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 bora Afrika katika uzalishaji wa dhahabu. Hizi ndizo nchi zinazochimba dhahabu nyingi kwa mwaka: Ghana, Mali, Afrika Kusini, Burkina Faso, Sudani, Guinea, Tanzania, Cote d'Ivoire, Zimbabwe, DR Congo. Hizi ni nchi zinazochimba dhahabu nyingi ardhini. Tanzania ambayo iko miongoni mwa nchi 10 zinazochimba dhahabu nyingi Afrika na duniani, haiko kwenye nchi miongoni mwa nchi 30 duniani au hata 10. Top 10 Africa, akiba ya dhahabu Benki Kuu 2025. Nigeria inashika namba 1 ikiwa na tani 173.6. Libya inashika namba 2 ikiwa na tani 147.7. Misri inashika namba 3 ikiwa na tani 126 hadi 128. Afrika Kusini na tani 125. Ghana namba 5 na tani 31. Morocco na namba 6 na tani 22. Nigeria ni namba 7 na tani 21.3 na kadiliwa ina tani 21.3 hadi tani 21.5. Mauritius namba 8 yenye tani 12.4. Tunisia namba 9 ina tani 6.8. Je, BOT ingehifadhi dhahabu nyingi ingetokea nini? Mfano, BOT ikihifadhi tani 30 hadi 50, shilingi ingekuwa imara zaidi, kushuka kwa thamani kungepungua, imani ya wawekezaji ingeongezeka, uchumi ungekuwa na backup ya kweli, mikopo ya kimataifa kwa masharti nafuu, Tanzania ingeonekana kifedha kama Ghana na Algeria. Hatari ya misukosuko ya uchumi inapungua. Sio dhahabu inayochimba, ni ile inayohifadhiwa. Nchi inauzwa: bandari, DP World, Kia, Tazala wa China. Sasa ni reserve ya dhahabu. Aliandika hivyo JNH kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta, akizijibu kauli za Waziri Mkuu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ambaye alisema kwamba wanadhani nchi haina fedha, inataka kuuza dhahabu ili kuendesha miradi. Hata hivyo, uwepo wa taarifa hizo unatokana na vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo tangu siku ya juzi viliripoti kwamba serikali ya Tanzania ipo katika mchakato wa kuuza sehemu yake ya akiba ya dhahabu ili kufadhili miradi mbalimbali ya serikali, kufuatia baadhi ya mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa kukata misaada na mikopo dhidi ya serikali ya Tanzania. Kama ambavyo pia tunafahamu, miezi michache iliyopita bunge la Umoja wa Ulaya lililoketi huko Brussels nchini Ubelgiji lilifikia hitimisho kusema kwamba Tanzania haipaswi kupewa misaada ifikapo mwezi wa kwanza 2026.